Bwana, mambo vipi mtazamaji wa Big Talent TZ? Karibu tena katika channel yako hii kuendelea kupata dondoo za teknolojia, masuala ya website, applications, YouTube pamoja na masuala ya kuedit. Siku ya leo mtazamaji, nataka nikuelekeze jinsi ya kutengeneza avatar katika Facebook account yako. Ukiingia katika Facebook account yako kwenye sehemu ya option, ukija kwa chini kidogo lazima utaona kuna neno limeandikwa avatar. Kama utakuwa unatumia Facebook account official file. Kama utakuwa unatumia Messenger pia, ukiingia sehemu ya setting utaweza kuona hilo neno avatar. Kabla sijakuelekeza jinsi gani ya kutengeneza na unawezaje kutumia hilo neno avatar, nataka nikuelekeze kwanza maana halisi ya neno avatar katika Facebook. Maana halisi ya avatar katika Facebook au kwa upande wa teknolojia ni computer representation of user au graphical representation of a user. Ni mbadala wa kutumia utambulisho wa mtumiaji wa account ya Facebook. Unaweza ukatumia hiyo avatar ikawa kama ni utambulisho wako. Sasa twende moja kwa moja nikuelekeze jinsi ya kutengeneza hiyo avatar na ukaweza kuitumia kama utambulisho katika hizo sehemu ambazo utakuwa unaweka hiyo avatar yako. Kama unatumia Facebook official file, itakuwa ni rahisi kwako. Utaingia katika sehemu ya kulitouch hilo file la Facebook. Utakuja sehemu hii hapa ya kipicha chako hapa kwenye upande wa kulia, sehemu ya option utabonyeza hapo. Baada ya kufunguka kama hivyo, kwenye upande huu wa menu utashuka. Utakuja sehemu hapa ya see more hapa, utabonyeza sehemu ya see more ili kufungua hizo options zingine. Utaona sehemu ambayo imeandikwa avatars, bonyeza hapo. Baada ya kufunguka hapo, utaona sasa nakwambia make your own avatar. Hapo utatengeneza sasa hiyo avatar yako ambayo itakuwakilisha. Kwa hiyo unaweza ukabonyeza sehemu hapo nakwambia create from selfie. Unaweza ukabonyeza hapa ikakupeleka kwenye upande wa kamera ili kuliset hilo avatar ifanane na muonekano wa sura yako, au unaweza ukaambiwa hapa create manually. Bonyeza uanze ku create manually. Hapo ni kwa upande wa kutumia Facebook official file. Sasa twende tukaangalie kama unatumia Facebook Lite na unatumia Messenger katika message zako kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki zako, ni vipi unaweza kutengeneza hiyo avatar kwa kupitia Messenger. Utakata, utaitafuta hiyo Messenger, utaibonyeza. Baada ya kuingia hapo, utakuja sehemu ya menu hapa, utabonyeza. Kisha utakuja sehemu ya setting hapa, bonyeza. Ukishaingia upande wa setting, utashuka chini. Kwa chini hapa kwenye sehemu ya preference utaona option ya kwanza kabisa wamekwambia avatar, bonyeza hapo. Ndipo moja kwa moja utapelekwa sehemu ya kutengeneza hiyo avatar yako. Utaambiwa hapa make your avatar, bonyeza hapo. Hapa sasa utaanza kutengeneza hiyo avatar yako. Baada ya kuwa tayari umekamilisha hatua zote za kutengeneza hiyo avatar yako, sasa twende tukaangalie jinsi ya kuweza kuitumia hiyo avatar. Avatar itakuwa ina replace kila sehemu ambako ulikuwa unaweza kuweka picha yako au unaweza ukatumia
Sehemu ya kwanza ambayo nataka nikuelekeze jinsi ya kutumia hiyo avatar yako. Ukiwa katika Facebook account yako, ukiingia katika profile ya mtu na ukaenda upande wa comment, kama unavyoweza kuona kwenye sehemu za chini hizi kuna emoji, kuna gif na pia kuna hiki kinembo ambacho kipo kama kialama cha sura ya mtu. Basi hii ndio avatar yenyewe. Ukibonyeza hapa, avatar ita act kama emojis, lakini emoji ambayo ina ile avatar ambayo umeitengeneza wewe. So unaweza ukapata option ya kuweka emoji ya aina yoyote ile katika hii avatar ambayo umeitengeneza yenye ile sura yako. Vizuri zaidi kama utakuwa umetengenezea muonekano wa sura yako, basi itakuwa ina define kabisa kwamba wewe ndio umetuma hiyo emoji. So utaweza kuona hapo, kwa mfano labda unataka kusifia, unaweza kubonyeza hapo kuipakia ile picha yako, kisha utaandikia comment yako kama hivyo, kisha utaplace hapa ili kutuma na ikaenda kama comment. Kama unaweza kuona hapo sasa imeenda kutumia ile avatar ambayo umeitengeneza wewe mwenyewe. Na sio hapo tu, hii ni kwenye upande wa comment. Unaweza ukaitumia pia kwenye message. Ukiingia kwenye upande wa message kama hivyo unaweza kuona hapo. Sasa ukitaka ile avatar yako kuitumia, ukiingia katika upande huo wa chatting zako, labda una chat na mtu fulani kwenye upande huo wa message, ukiingia sehemu hii hapa ya emoji, ukitaka kuattach emoji katika hiyo message yako, utaanza kuona zile avatar zako zinafunguka kwa mtindo kama huu hapo. Kwa unaweza ukachagua avatar gani unataka kuitumia kama emoji kuchati na huyo mtu kwenye upande huo wa message. So ile avatar yako ambayo umeitengeneza itaanza kudisplay hapo, na utachagua avatar ipi unataka kuitumia kama emoji. Yes, na hiyo ni sehemu ya pili, jinsi gani unaweza kutumia hiyo avatar yako. Kuna sehemu ya tatu sasa katika hiyo Facebook yako. Ukiingia sehemu yako ya profile, unaweza ukaweka ile picha ya avatar katika sehemu hapa ya kamera hapa. Kama unatumia ile Facebook official file, ukibonyeza sehemu ya kamera, una uwezo wa kuchagua avatar ikae kama temporary profile. Baada ya muda itaondoka, itarudi profile picha yako kama kawaida. Utatumia tu kama emergency endapo unataka mtu asiweze kuona kama umeweka profile ya aina gani. So unaweza ukatumia hiyo avatar ikawa kama profile na ukaendelea kuitumia. Na zipo setting nyingi ambazo unaweza kuweka kutumia hiyo avatar ambayo umetengeneza, lakini kwa leo nimekufundisha hizo tatu. Katika video zinazokuja naweza nikakufundisha zingine ambazo zinatumika utakapokuwa umetengeneza hiyo avatar katika profile yako ya Facebook. Yes, naitwa Salumu, unaweza kuniita Salu the Genius, unaweza kuniita Salu wetu ukipenda. Endelea kufuatilia Big Talent kwa kujifunza vitu vingi, usiache kusubscribe. Tukutane tena hapo baadaye kuendelea kupata videos nyingi zinazohusu masuala ya tech. Endelea kuenjoy. See you next time.